kati ya wale ambao walikuwa na vipaji na kipaji chake alikitumia vizuri. Soma vizuri, akapatiwa nafasi na viongozi wake, alienda akapata mpaka shahada ya juu ya uzamivu PhD katika chuo cha heshima cha Gregorian kule Roma, na baadaye anarudishwa kufanya kazi moja kwa moja kama mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kule na 12 nilihudhuria mkutano pale kwenye Baraza la Maaskofu, na watawa na watu mbalimbali walikaribishwa katika ule mkutano wa Baraza la Maaskofu study session. Katika yale makundi ambayo yalikatwa, mimi kwa bahati niliingia kwenye kundi la wale wanaomtafuta mhamasishaji atakaye kuja kutuhamasisha wakati wa mkutano mkuu. Na ile kamati hata mimi sikuwauliza, mimi nilimpigia simu moja kwa moja kama anaweza kutusaidia. Nakumbuka alikuwa Ujerumani, mara moja amepokea simu akasema nitakuja. Hata hangaiki kuuliza tarehe ipi, wakati gani, mada gani. Nilimwambia tu nitumie email na baadaye ilifuata, na yeye mwenyewe ndio alikumbusha baadaye.
na iwe nyika ya maendeleo. Na kama mwanataaluma aliweza kuyaunganisha yote, ingawa wengi wanamtaja kama mwanahabari, lakini kama ilivyo wanataaluma wengine, mara nyingi ni vigumu sana kugundua kwamba Mwashamu Mfumbusa alisoma mambo ya habari. Na ndivyo ilivyo kwa wataalamu, huwezi kujua amesoma nini, kwamba anaweza kuunganisha mambo yote kwa mara moja na usigundue. Mimi baadaye ndio nilijua kwamba kumbe eneo lake ambalo aliwekea ni mambo ya habari, maadili ya habari. Jambo la kwanza, yeye alikuwa na lengo la kunyanyua kiwango cha elimu, na hakuanzia huku chini, alianzia juu kwenye vyuo vikuu. Nafikiri mwaka moja tu baadaye, sijui miaka miwili baada ya kuwa askofu, aliingia kwenye council ya KUEA. Nimekutana naye hapo nje, Vice Chancellor wa KUEA Father Stephen na mjumbe mwingine kutoka kwenye hiyo council Mr. Peter. Askofu Mark Kadima wa Bungoma, ambaye ni mwenyekiti wa hiyo council ya KUEA, anaandika kama barua ya kutupa pole. Katika sehemu hiyo ya barua hiyo anaandika kwamba kwa kweli pamoja na kushtushwa na msiba wa ghafla wa Askofu Mfumbusa, lakini tunamshukuru sana kwa sababu yeye amefanya kazi katika nyadhifa tofauti pale KUEA. Na anasema yeye kwanza aliongoza kwenye kutafuta wataalamu na kuwatafuta wale wastaafu. Baadaye aliongoza ile kamati inayosimamia utafiti na taaluma, na baadaye aliingia kwenye fedha. Na mambo mawili siku zote, hata alipoenda Ruku, ndio chuo kikuu cha Ruaha, mambo anayofanyaga yeye, kwanza taaluma lazima ishike nafasi ya juu, kwamba wafundishe wanaostahili, lakini la pili, taasisi lazima ijitegemee kifedha, sustainability. Na hiyo ilikuwa pale KUEA, alifuta deni pale, na KUEA sasa hivi tutamuuliza VC sasa hivi na hali nzuri. Ruku hivyo hivyo. Askofu mwingine Edward Kusala wa Tombora, Sudan, ambaye pia ni chancellor wa University ya Sudan, anaandika katika barua hizo, anasema kwa kweli nimefanya naye kazi Askofu Mfumbusa pale KUEA. Anaeleza, anasema kilichonigusa mimi yule askofu, anaandika, ni ule uwezo wa kuelewa kitu kwa haraka, lakini na pia kutatua vitu. Baba Mfumbusa kwa kawaida habaki na matatizo, kwamba matatizo lazima tuyafanyie uvumbuzi. Kwa hiyo namna moja kujitegemea, na ile kujitegemea sio tu kwa taasisi ya vyuo vikuu. Amefanya kwenye parokia zake huku, amefanya kwenye jimbo lake, jimbo ambalo alilikuta kwenye nyika, mnisamehe kwa maneno hayo mazito, lakini akaliweka mahali lilipo sasa hivi. Na hiyo pia aliendelea, pia alisaidia sana kwenye seminari zetu kuu. Yeye ndio alifanya utafiti akatupendekezea, ambayo tunafuata, kwamba hii mambo ya kutegemea hela za ada, haya mambo ya kutegemea sijui hela za wafadhili, hayatatufikisha mbali. Sisi wenyewe tunatakiwa tutegemeze seminari zetu kuu. Kwa hiyo akaanzisha ile Seminary Sustainability Fund, na nakumbuka wakati alipotoa ile utafiti wake pale Baraza la Maaskofu, kwamba baada ya muda fulani hela hizi tutazipata wapi, na baada ya muda tutakuwa na fedha kiasi gani, na baada ya muda hizo hela tutazifanyaje, na baada ya muda seminari hizi zinatakiwa ziwe zimesimama. Juu yetu kama tunalipa au hatulipi.
walau yeye ametengeneza ile roadmap huyo. Na hata kwenye seminari ni maaskofu wachache sana ambao wamefaulu au hawapo, labda ni yeye tu, mimi sikumbuki kama wapo, wanisamehe, ambao pamoja na kazi kubwa ya uchungaji katika majimbo yao na majukumu mengine mengi, aliweza kwenda kufundisha kwenye hizo seminari. Amefundisha zimeenda kulima kule Kahama, amefundisha Kibosho, amefundisha Tungamo. Kwenye clips hizo zinaonekana, na hiyo kazi amefanya yeye, anaonyesha kwa kufundisha, lakini yeye pia anaelekeza. Hata mara moja nakumbuka tulikutana naye, anasema pale, nimewaelekeza wawe na kompyuta, wawe na projekta za kisasa. Nimekuta wanatumia kompyuta chache sana, lakini kila mara alitaka watu tutoke katika giza, sio illiteracy tu, lakini ya uchungaji na kuendelea. Na kwa kweli baba huyu pia alikuwa mnyenyekevu. Katika hali ya kawaida ni ngumu sana hata kwenye vikao kugundua baba Mfumbusa kama yupo. Vigumu sana kugundua. Na si wakati mwingine sitegemee kwamba anaweza kunyosha mkono. Labda mumchokoze, mkimchokoza. Na mkiona kama mkutano hauelekei kuisha, baba yule pia anaweza kupotea katika mazingira yasiyojulikana. Anaweza kutoweka, msimone hajui. Lakini wakati mwingine anaaga, anakuja kuaga, mwenyekiti, bwana najisikia vibaya, bwana kuna mahali na wai na appointment. Wakati mwingine hakuna appointment ya pekee, ni mkutano tu umemchosha. Anaona hakuna ufafanuzi kwenye mkutano, watu mnazunguka mbuyu tu hapo na lolote. Kwa hiyo anaamua anaenda zake kusoma. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Haya ya udogo ya kutokuonekana yanatajwa katika mambo mengi. Ubalozi wa Ulaya ulituandikia, ulitaja hii kwamba ni msikilizaji mzuri, na kila mara alikuja alikuja na uvumbuzi. Na baba Mfumbusa pia alipenda sana sera. Utasikia anakuambia, bwana tufuate sera, bwana fuateni sera, fuateni sera. Naambia bwana kuna kitu hiki utusaidie au ufanye hiki, anasema fuateni sera bwana. Kuna policy bwana tuliweka. Kama hamna sera, leteni tutengeneze sera kwanza. Mambo kama takamata watu njiani hayo hayapo. Kwa hiyo pia alifanya kila mahali, kwamba huwezi kuendeleza jimbo, huwezi pia kuendeleza taasisi bila sera inayoeleweka. Lakini pia ni mjanja, anajua, ni mbunifu sana, anajua kulobi. Sijui kama tunaelewa kulobi. Akitaka kupitisha wazo lake, akiona hapa mwenyekiti atampinga, anajua pia namna ya kuwapitia watu kabla. Hiyo inaruhusiwa katika sheria za kimataifa kufanya lobbying. Kule Marekani wanapoteza watu mamia na mamia wanafanya kazi ya kulobi. Nakumbuka mara moja kuna kazi tulimpa, baadaye akanieleza, mimi nikamwambia bwana hii kazi mbona kama umeiharakisha, haiwezekani. Akasema hii inajulikana bwana. Na baadaye akalobi, akawazunguka watu wake, na baadaye alipofanya watu wakamunga mkono baada ya kikao, na kwa ujasiri anakuja tena kuniambia, bwana pale niliamua nikuzunguke bwana. Niliamua nikuzunguke, sawa, nilijua wewe hutanielewa. Raha ya milele mpe Bwana. Na mambo yake mengi anayofanya matokeo ya utafiti. Yeye haji tu na kitu. Kiwanda chake, kilimo anayofanya. Mimi nimepita hapo mara nyingi, napita kwenye mashamba yake, na nasifia kazi yake, na inaonekana. Unaona mkungu wa ndizi, ananiuliza sasa mkungu wa ndizi una tofauti gani na ule wa Israeli? Ananiuliza una tofauti gani na ule wa Israeli? Na mimi namwambia hebu kaa na huo mkungu nikupige picha.
na pia nakaa pale na hizo picha. Sasa ni mara nyingi ni matokeo na mimi mkarimu, maana yake ukiomba msaada kitu chochote anakusaidia. Ukimtumia kitu sasa hivi kabla jioni ameshakurudishia, amekurekebishia. Hata mimi nilimwomba baadhi ya vijana wake walikuja kule kwangu kunisaidia kazi tofauti. Watu wengine wanaweza kufikiri walikusaidia, nitawakaribisha, lakini sio kesho. Tumsifu Yesu Kristo. Wazo la pili, hii nguvu Baba Mfumbusa aliitoa wapi? Nafikiri wazo tunaweza kulichukua katika somo letu la pili baada ya mitume, Matendo ya Mitume sura ya 5, Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 27 mpaka 33. Wale Petro na wenzake, baada wale makuhani na watu wengine kuwazuia mara nyingi kwamba tumewaambia msihubiri habari za ufufuko wa Yesu, nyamazeni, vinginevyo tutawafunga, vinginevyo tutawaua. Mitume walikuwa wanaingia gerezani, wakiachiwa wanarudi, wanaenda kuhubiri. Baadaye Petro anajibu kama tulivyosikia, anasema sisi inatupasa kumtii Mungu, sio nyinyi. Nafikiri katika yale yote ambayo aliyokuwa anafanya Baba Mfumbusa ni ishara wazi alikuwa anasikiliza sauti ya Mungu. Ndio maana aliweza kututoa na kutuelekeza kila mara, mimi inanipasa kutii sauti ya Mungu, sio mwingine. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mambo mengi ametuachia. Nafikiri hiyo pia ndio aliyofanya katika uchungaji wake, kutii sauti ya Mungu. Na kila mara yale aliyofanya sio tu kwamba alitaka kufanya ili ampendeze binadamu, ili afaulu tu, lakini siku zote naye alifanya kwamba katika hili Mungu anataka nini. Kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 58, mwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo wakamilifu. Alifuata, sikiliza sauti ya Mungu, na alifuata sauti ya Mungu. Kwa hiyo ndio kipimo, mwe wakamilifu, tuwe wakamilifu kama Baba wa mbinguni alivyo mkamilifu. Katika somo la kwanza, Ayubu anaeleza kwamba, anasema kwa sasa mimi ninajua mtetezi wangu anaishi. Kwa sasa mimi ninajua Mungu wangu yu hai. Kwa sasa mimi najua mkombozi wangu yu hai. Baada ya Ayubu kuzungushwa, watu wamemtenga, hata mke wake hataki kumsikiliza, watu wengine wanamfuata, wanaona Ayubu wewe ndiye mwenye kosa, amepoteza mpaka nyama ya mwili, acha mali zile za nje. Ayubu anasimama kwa ujasiri, anasema sasa mimi najua kwamba mtetezi wangu yu hai, kwamba sasa mimi najua Mungu wangu yu hai. Baba Mfumbusa sio Ayubu. Kwa hiyo tumombe Mungu awe na huruma kwake, amwambie. Tumombe Mungu yale mema yote aliyofanya, Mungu ampokee kwenye uzima wa milele. Mungu huyu amjalie yale furaha ya milele, furaha ya milele yote, furaha ya milele katika umri wake huo ambao tunamhitaji. Jimbo linamhitaji, baraza linamhitaji, taifa linamhitaji, jamii inamhitaji. Mungu mwenyewe ameamua kumchukua. Tunasema Mungu wewe umpe tuzo, umhurumie kama bado kuna mambo ambayo anastahili kukamilisha. Tukisoma Luka sura ya 24 mstari wa 35 mpaka 48, tunakutana na wale wanafunzi wa Emmaus. Wale wanafunzi wa Emmaus baada ya Yesu kufa, kuzikwa, wakaachana na Yerusalemu. Wanaona kama kila kitu walichotegemea kimevunjika. Masia amekufa, haonekani. Hata kama amefufuka, hizi habari za kina mama
wanaondoka, wanatoka Yerusalemu, wanahama kwenda Emmaus, kwamba hakuna kitu huku nyuma ambacho tunategemea. Tunaomba nyinyi wana wa Kondoa, msikimbie Kondoa yenu, msikimbie Yerusalemu yenu kama wanafunzi wa Emmaus, kutokana na msiba uliotokea. Tunajua ni msiba mkubwa, tunajua hatukutegemea. Labda wengine wameshatoka hapa, wako njiani huko Nchemba, sijui wanaelekea wapi, au huko Dodoma. Tunaomba warudishwe kama wale wanafunzi wawili walivyorudishwa, warudishwe na Yesu mwenyewe katika Yerusalemu. Ingawa waliondoka na huzuni, warudishwe kwa matumaini, warudishwe kwa faraja. Katika msiba huu muone msalaba kama ilivyo msalaba siku zote. Msalaba sio kushindwa, msalaba ni njia. Imani yetu sio kukimbia yaliyotokea. Imani yetu ituruhusu kuona vitu tofauti. Isiwe muda wa kupigana vikumbo, na wala usio muda tena wa watu kunyanyapaana. Watu wengine wanaweza kusema, wewe ulikuwa karibu na mzee bwana, tuone sasa, sijui itakuwaje, tutakuona sasa. Hapana. Iwe muda wa kutiana moyo, iwe muda wa kubaki katika sala. Tuwe kama kanisa la mwanzo lenye nia moja, walibaki katika nia moja na moyo moja. Matendo ya Mitume sura 4:32, ili Mungu awaletee mchungaji mwingine ambaye atasafiri na nyinyi kuelekea Yerusalemu. Mbaki katika sala, na mimi katika sala yenu hiyo ninaongeza sala ile ya nabii Elisha alipomwomba bwana wake nabii Elia. Mimi naongeza sala kwamba Mungu awapatie mchungaji mwingine mwenye roho mara mbili ya Askofu Bernardini Fransisi Mfumbusa. Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana, raha ya milele umpe Bwana.